Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Taarifa za kiintelijensia zinaeleza kwamba kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei na rais wa Marekani Donald Trump ni viongozi wasioelewana, ni mafahari wawili wasioweza kuishi katika zizi moja. Hata hivyo, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei, moja kati ya mambo ambayo hakuelewana na rais wa Marekani Donald Trump ni namna kiongozi huyo alivyoona rais wa Marekani Donald Trump na utawala wa Marekani kwa ujumla ulivyokuwa ukitoa msaada mkubwa kwa Israel na kuua raia wasiokuwa na hatia katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini kabla ya hapo ni juu ya vikwazo vilivyowekwa na Donald Trump tangu mwaka 2020 wakati akikaribia kuondoka madarakani baada ya kujitoa katika mkataba wa JCPOA ambao ulikuwa ukizungumzia suala la nyuklia la Iran. Hata hivyo, Ayatollah Al-Khamenei anaichukia Marekani na rais wake wa sasa bwana Donald Trump kwa kile kinachotajwa kwamba ni mipango ya Trump kutaka kutawala eneo la Mashariki ya Kati ikiwa ni pamoja na Iran. Rais wa Marekani bwana Donald Trump anaamini vikwazo inavyokumbana navyo Israel, lakini pia mipango inayosababisha kufeli kwa Israel na hata Marekani kuitawala Mashariki ya Kati ni uwepo wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran chini ya Ayatollah Al-Khamenei. Kiongozi huyo wa Iran inaonekana ni kiongozi mwenye misimamo mikali na ni kiongozi ambaye anaongoza nchi hiyo kwa mfumo wa dini ya Kiislamu. Ni kiongozi ambaye amepambana juu ya kutaka kuhakikisha Marekani haipitishi sera zake za kukandamiza katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Sasa hivi Marekani inayalazimisha mataifa mengi katika eneo la Mashariki ya Kati kuhakikisha kwamba yanashirikiana na Israel, jambo ambalo Iran imekuwa ikieneza propaganda juu ya kutokubali namna ya mataifa hayo kukubaliana na mipango ya Donald Trump. Hata hivyo, ilifikia hatua rais wa Marekani aliamuru juu ya vita kati ya Iran pamoja na Israel. Katika vita vya siku 12 kati ya Iran na Israel, ni rais wa Marekani Donald Trump aliamrisha mashambulizi dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran. Lakini pia rais wa Marekani Donald Trump alitoa agizo juu ya kufanyiwa mauaji kwa Ayatollah Al-Khamenei. Lakini hiki ni kisasi ambacho bwana Trump alitaka kukifanya. Ikumbukwe ni Trump ambaye alifanya mauaji ya Qasem Soleimani huko nchini Iraq. Lakini pia ni katika kile ambacho kilitajwa katika kipindi cha kampeni zake kulikuwa na mpango wa kuuliwa kwa rais wa Marekani Donald Trump. Rais wa Marekani alikiri kwamba yeye ndiye aliyepanga na aliyesimamia vita kati ya Israel na Iran, na kutokana na mashambulizi na mauaji mengi yaliyokuwa yakitokea ni Donald Trump aliyesitisha vita hivyo. Lakini mipango yake ilikuwa ni kuuliwa kwa Ayatollah Al-Khamenei ambaye katika kipindi chote cha vita hakuonekana hadharani. Lakini yote hayo ni kutokana na katika kipindi cha kampeni za uchaguzi kukoswa kwa rais wa Marekani Donald Trump wakati akifanya kampeni zake za uchaguzi, ilionekana kwamba ni mpango uliosukwa na Iran chini ya Ayatollah Al-Khamenei, na hivyo Trump kutaka kumuua Al-Khamenei ni katika kisasi, lakini ilishindikana pia. Waisrael waliripoti kwamba walikuwa na fursa ya kumuua kiongozi mkuu wa Iran, lakini baada ya jaribio kushindwa, Trump aliwapuuza kutokana na mpango huo. Maafisa hao hawakusema ikiwa Trump mwenyewe aliwasilisha ujumbe huo, lakini Trump amekuwa akiwasiliana mara kwa mara na waziri mkuu Benjamin Netanyahu, na alipoulizwa kuhusu ripoti kupitia shirika la habari la Reuters katika mahojiano, alisema kwamba ripoti maalum itakuja hivi punde, na katika siku za hivi karibuni alikiri hadharani akisema kwamba yeye ndiye aliyekuwa akiendesha vita hivyo. Sasa kutokana na hayo yote, rais huyo anataka maridhiano kati yake na Iran, lakini kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei amesema kwamba ili kuwepo na maridhiano kati ya Iran na Marekani pamoja na Israel ni kwa masharti kadhaa, ambayo kwanza lazima rais wa Marekani Donald Trump asijihusishe kabisa na Israel, lakini aondoe silaha zake katika eneo la Asia Magharibi, kwa maana kambi zake za kijeshi zilizopo katika eneo hilo la Asia Magharibi.
Hayo ndio ambayo Ayatollah Al-Khamenei ameyasema na anayataka ili kuwepo uwezekano wa kufanyika kwa mazungumzo. Na katika siku ya Jumapili, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi aliweka wazi kwamba Iran sasa haipo tayari kufanya mazungumzo ya aina yoyote dhidi ya Marekani, kutokana na kwamba hakuna makubaliano ambayo yamefikiwa hadi sasa ambayo ni matakwa ya Iran dhidi ya Marekani na dhidi ya Israel. Lakini jambo kubwa zaidi ni juu ya kile kinachotokea katika eneo la Gaza, ambapo Iran haikubaliani kabisa na mpango wa namna rais wa Marekani Donald Trump anavyotaka kuitawala Gaza kwa namna anavyotaka yeye. Utawala wa Ayatollah Al-Khamenei ambao ni wa Kiislamu unazingatia zaidi na kutetea Waislamu, na ndio maana imetajwa mara kadhaa kwamba ni kiongozi anayesaidia makundi ya waasi na makundi ya kigaidi, ikiwa ni pamoja na makundi kama vile kundi la Wahuthi wa Yemen, lakini pia Hizbullah na hata kundi la wapiganaji wa Kipalestina la Hamas. Hii ndiyo iliyosababisha chuki kubwa ya rais wa Marekani Donald Trump, ambapo Marekani ina uhusiano wa karibu zaidi na Israel na imeapa kuitetea wakati wowote Israel kwa namna yoyote ile. Naitwa Damu Hussein. Usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utaweza kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News.